Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Leo napenda niwafundishe dawa ambayo ni nzuri sana, nimeifanyia tafiti kwa muda mrefu na imeweza kusaidia watu wengi sana, na kuelekezeni dawa na mjitibu wenyewe katika majumba yenu. Leo nakuelekezeni dawa ya kisukari. Wewe ambaye unasumbuka sana na sukari, hakikisha usipite video hii. Wewe ambaye sukari imekupelekea ukakatwa mguu, ukakata kidole, umeona imekuathiri katika mwili wako sana maradhi ya sukari, usipite video hii. Unaye ndugu unamfahamu anasumbuliwa sukari, usipite video hii. Unaye mzazi ambaye anasumbuliwa na sukari, rafiki, usivuke video hii, na kufundisheni dawa ambayo ni muhimu sana kwa watu wa sukari, na itawasaidia kwa uwezo wake Mungu, na hiyo sukari itakuwa yenye kuondoka kabisa kabisa. Cha kufanya ni nini? Cha kufanya ni dawa aina tatu tu. Suluhisho la maradhi ya sukari ni dawa aina tatu peke yake. Nenda katika mti unaojulikana maarufu, unaitwa mbuyu, mti wa mbuyu ambao unatoa matunda ya kutengenezea ubuyu. Ule mti wa mbuyu ukishafika kwenye mti ule, basi kwangua ule yale ngozi yake ya juu ile. Kisha kwangua, kata yale magome, pata magome takribani magome 7 yenye urefu wa sawa wa kiganja chako cha mkono, urefu wa kiganja chako cha mkono. Kisha nenda katika mti mwingine unaoitwa mkomamanga, mti wa mkomamanga. Mti wa nini? Wa mkomamanga, unaotoa matunda ya mkomamanga. Chuma majani yake, takriban upate kama vikombe 2 vya majani ya mkomamanga, vikombe vidogo vya chai. Jaza tu, wala usishindilie, wewe jaza tu, vikijaa basi. Kisha utapata vitunguu thaumu vizima, sio punje, vitunguu vizima, vipate vitunguu 7. Andaa sufuria yako, ukipata chungu itakuwa vizuri, ila ukikosa pikia kwenye sufuria. Dawa yako hii utaiandaa nyakati wa usiku, utaitia katika sufuria ile magome, utatia kitunguu saumu, utakiponda, usikichambue na maganda yake, weka na majani yale ambayo umeyakosha vizuri ya mkomamanga, changanya, tia maji lita 1.5 ichemke vizuri. Zima jiko lako, iache dawa pale, iweke pembeni, iache dawa usiku mzima ilale pasina kuichuja. Ikae ili mradi ijichuje ile dawa, ijichanganye, ijipike sasa chini pale yenyewe vizuri, ichanganyike vizuri. Kisha asubuhi sasa mapema ndo utaichuja ile dawa. Ukishaichuja utakuwa unakunywa kikombe kidogo cha chai, asubuhi kikombe kimoja, mchana kimoja, jioni kimoja. Dawa ikiisha, tengeneza nyingine, tumia kwa muda mfululizo wa wiki 3. Unaweza ukatumia wiki moja, kisha ukapima sukari yako. Ukifikisha wiki 3 pima, utaona sukari yako ipo sawa kabisa kama sukari za watu wengine. Ni dawa nzuri sana, tumia kisha uje kutupa mrejesho baada ya wiki 3. Ni mimi ndugu yenu Sheikh Nasr Muhammad maarufu Sahibul Ashyar, na kupeni faida hiyo, ifanyeni kazi, mtakuja kunishukuru kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.